Natamani mtu ambaye hajampa Yesu unyoshe mikono, then wazee wako hapa tutawaambia huu mji wa Tabora na hii ardhi ya Tabora iwaachie watu waende zao kwa Mungu. Tumwambie mkuu wa anga anashikilia mioyo awaachie waende kwa Muumba wao. Tumia nafasi hii tutakapoomba tuombe pamoja na wewe. Inua mkono wewe uliye na utayari kumpa Yesu. Inua mkono. Is it sure? Wote tuko hapa, tuko salama kabisa. Hata kama umevaa sare. Maana tuko tunaongea na mzee askofu wangu pale kwamba shida nyingine pia tunahubiri watu wetu. Yaani hatuna watu wa nje. Lakini haijalishi hata kama umevaa sare, hata kama umetoka rasulu, unasikia umeshaya kalamula kule kwenye kambi. Inua mkono. Hii ndio injili yangu. Hii ndio injili yangu. Inua mkono. Nasema mara ya mwisho. Maana haitatusaidia kama mimi kwa kuimba. Unapita kushoto. Nafasi ya mwisho. Inua mkono. Nimebeti wenyewe. Baba, nasujudu kwako kwa kazi kama hii. Uliniponya magonjwa ya kufisha. Na mimi niseme kama utaendelea kuniamini, basi nitatekeleza wito huu. Ni kweli kwa namna ya kibinadamu si professional wa kuhubiri vizuri, lakini jumla ya injili ni dhambi, ni mbaya, ni watu wageuke, wamgeukie Muumba wao. Sifikiri sana kwamba kuna zaidi ya hayo ya mwito mkuu. Neno lilokuwa kwenye kinywa cha Paulo na cha Petro nasema tubuni, geuke. Na wao wakawa wanane wakasema, je, tufanye nini? Tubuni. Ili saa ya kumrudisha kwenu kuwakabidhi. Wakatubu watu wapatao 3,000. Na sifikiri kama niko salamu kuhubiri sitokee mtu kutotubu. Lakini hiyo furaha yangu lisema, wewe pita, hakuna injili itokayo kwenye kinywa cha mtu inaweza kumbadilisha mtu ila Baba mwenyewe akivuta. Baba, lakini nyuma kuna sheria. Nimeweka mbele yako mauti na uzima. Bado Mungu mtasipochagua anaweza kamaliza. Ikiwa ni hivyo, nimebeti wenyewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuabudu sasa wazee wa Palmi Mike, ili tuombe hitaji letu moja na kumwambia Mungu, itakuwaje Tabora ambayo imehubiriwa kina Moses Kulola mara kadhaa na kuna watu pengine hawajafa bado wapo? Itakuwaje injili ya kina Askofu Mwinamila na watu wengine? Tumwambie tu Mungu kama kwa dakika chache kwamba Bwana, anga na nchi na ardhi tunaiweka kwenye mikono yako. Tuimbe kidogo afu wazee kabisa. Wanadamu hawezi, unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo Anaweza kujenga Tabora. wanadamu hawezi. Anaweza kujibadilishia watu. Unatoa faraja ambayo
endelea kunyosha mikono yako. Neno hili ni la muhimu sana. Mwambie Mungu kwa habari ya uamsho katika mji wetu wa Tabora. Ndio Bwana. Kwa nini kila wahubiri wanapokuja wanasema Tabora kuna mwamba mkubwa ambao kwa neema ya Mungu wazee wetu wamehubiri injili hapa kwenye mji wetu wa Tabora. Akina Moses Kulola tumeona Bwana akitenda mambo makubwa ya ajabu. Tudai uamsho huo urudi katika mji wetu wa Tabora kwa jina la Yesu Kristo. Ndio Bwana. Tunadai uamsho huo katika mji huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu usiyeshindwa, natamani uwanja wote pamoja. Fungua tu kinywa chako, nasikia wote tuombe. Tuombe uamsho katika mji wetu wa Tabora. Kila mmoja fungua kinywa chako katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji uamsho katika mji wetu wa Tabora. Tunadai uamsho katika mji wetu wa Tabora. Tunadai uamsho katika mji wetu wa Tabora. Yesu usiyeshindwa. Leo tunaudai uamsho huo. Tunadai uamsho katika mji wa Tabora. Tunadai uamsho katika mji wa Tabora katika jina la Yesu Kristo. Uamsho katika mji wa Tabora katika jina la Yesu Kristo. Ewe adui Shetani, ewe mkuu wa anga la Tabora, achia mji wa Tabora kwa jina la Yesu. Ewe mkuu wa anga la Tabora, achia mji wa 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 Tabora katika jina la Yesu. Tunaudai mji wa Tabora, tunaudai mji wa Tabora katika jina la Yesu, 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 mji wa Tabora, mji wa Tabora, Yesu usiyeshindwa, Yesu usiyeshindwa, mji wa Tabora, mji wa Tabora, mji wa Tabora, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mji wa Tabora, Yesu mji wa Tabora, Yesu mji wa Tabora, katika jina la Yesu, mji wa Tabora, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, achia anga la Tabora kwa jina la Yesu Kristo, achia mji wa Tabora katika jina la Yesu, mji wa Tabora ukasumbuliwe, ukasumbuliwe kwa jina la Yesu, 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 uamsho katika uamsho kwenye ibada zetu, uamsho kwenye ibada zetu, uamsho kwenye ibada zetu, kwa jina la Yesu, 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 adui Shetani, acha mji wa Tabora, achia mji wa Tabora, achia mji wa Tabora, achia mji wa Tabora, Tunaamini Bwana. Hebu nyosha mikono yako miwili juu. Yes Lord. Rudia nyuma yangu maneno haya. Lukoshe.
Sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema tena kwa jina la Yesu Kristo. Ewe mkuu wa anga wa Tabora, achia mji wa Tabora kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya uchawi na kwenda kuharibu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila aina ya matamko yaliyotamkwa kinyume katika mji huu wa Tabora, tunayafuta matamko hayo kwa damu ya Yesu. Futika, futika, futika matamko ya kichawi, futika kwa jina la Yesu. Nayafuta sasa. Hebu futa matamko mabaya kwa jina la Yesu Kristo kwenye mji wa Tabora. Tunayafuta kwa jina la Yesu. Maneno ya laana tunayafuta kwa damu ya Yesu. Tunayafuta kwa damu ya Yesu. Rudia maneno haya, sema kwa jina la Yesu. Tunahitaji uamsho wa Injili, uamsho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema imekuwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tapia Yesu makofi mazuri. Amen. Yesu makofi mengi. Ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele. Ongeza makofi.